Na ndugu mtazamaji, natumai una afya njema kabisa. Leo tunaendelea na masomo yetu yanayohusiana na afya. Kama kawaida, tunataka tujibu swali ambao tumeulizwa, ni kwa namna gani uzito mkubwa, obesity, unene, inavyoathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke pamoja na mwanaume. Ni kwa namna gani unapokuwa na uzito mkubwa au unaona uzito unaongezeka taratibu alafu unapuuzia, ni kwa namna gani inaweza kaathiri mfumo wako wa uzazi, ukashindwa hata kupata mtoto, ukashindwa kuzalisha kama wewe ni mwanaume? Ni kwa namna gani inaathiri? Uzito mkubwa ama unene kupitiliza, hasa kwa wakina mama, inaathiri mfumo wa hormone kwa kiasi kikubwa. Estrogen, progesterone, leptin, insulin huathirika kwa kiasi kikubwa. Lakini pili, kwa upande wa mwanaume, inaathiri shahawa zake, zinaweza zikaathirika kwa kiasi kikubwa. Uzito mkubwa inaweza ikaathiri kasi ya shahawa. Lakini pili, idadi za shahawa, volume. Yaani kuna idadi fulani ambayo inahitajika ili uweze kuzalisha. Idadi inaweza ikapungua kama utakuwa na uzito mkubwa na utakosa stamina. Hivyo basi, uzito mkubwa au nene wa kupitiliza sio nzuri kwa afya yako. Kwa mwanamke, anaweza kapata tatizo la polycystic ovarian syndrome. Inaweza kapelekea ugumu wa mzunguko wa hedhi kutoenda vizuri na kupelekea shida ama tatizo la ugumba kwa mwanamke. Lakini pia kama mwanaume atakuwa na uzito mkubwa, unene kitambi huku, ni shida hiyo. Hii inaweza ikapelekea ubora wa homoni ya testosterone kushuka. Inaposhuka, utendaji wa tendo la ndoa itakuwa chini, nguvu za kiume utakosa, lakini pia hamu ya tendo itapungua sana. Kwa hivyo jitahidi. Ndio maana tunashauriwa tufanye mazoezi, tupate lishe kamili. Mazoezi ni nzuri. Of course, katika tendo la ndoa inahitaji vitu fulani. Yaani ukiona mwili wako unaelekea pabaya, labda umejisahau, yaani usichukue muda mrefu kurudi kwenye line. Hii inaweza ikakupa shida, ikakuletea shida mwanaume. Kwa mwanamke ambaye uzito wake ni mkubwa zaidi, kisukari cha mimba, shinikizo la damu na matatizo wakati wa kujifungua, wengine wanashindwa hata kusukuma mtoto. Na kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, sina la ziada, nilikuwa nakuelekeza ni kwa namna gani uzito mkubwa ama unene inaweza kaathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke ama mwanaume na mkakosa watoto. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni.